kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii, na muda huu tunatua moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Sativa ambaye anaandika ujumbe akisema kwamba ni ujumbe wa Lissu. Anasema usomwe na watu wote kwa rudia. Anaanza kwa kusema kwamba Watanzania mmelala? Mimi sijalala hadi sasa. Hii si leo, hii si kesho. Hii ni vita ya maisha na uhai wangu. Niko hapa peke yangu. Njaa inaungua ndani yangu. Sina chochote kinywani, wala sijui nini kitakachoendelea kuhusu hatima yangu. Mimi si jambazi, si gaidi. Kama ni hivyo, nipelekeni mbele ya haki, nipelekewe ili kuthibitishwa. Lakini hamnioni? Mnasikia sauti yangu au nyinyi mmelala? Waraka huu unaendelea kwa kusema kwamba Watanzania, ninyi ni ndugu zangu, ni damu yangu. Uzaliwa wangu Singida haunifanyi niwaone watu wa Morogoro, Tanga au Dar es Salaam kuwa wageni. Sisi wote tu wa damu moja. Lakini kwa nini kimya hiki? Kwa nini hakuna anayesimama nami? Mmefumba macho au mmelala? Mimi sijalala hadi sasa. Hii ni vita ya maisha na uhai wangu. Waraka huu unaendelea kwa kusema kwamba Watanzania, kama ninaweza kuteswa hivi, kuumizwa mpaka mwili wangu unakataa kunibeba, basi niambieni, mti mbichi watautendea vipi? Maana kama hoja yangu ni kupindua nchi, basi kesi iko wapi mahakamani? Mbona sipelekwi mbele ya sheria ili nami nione haki? Mbona mmekaa kimya? Mbona sauti zenu zimezibwa? Sijaogopa tuhuma, zileteni hizo tuhuma. Hata kama ni kunyongwa, nijue hukumu yangu kwa macho yangu. Lakini hamtaki au bado mmelala? Mimi sijalala hadi sasa, na hii vita inanichoma moyo. Waraka huu unaendelea kusomeka hivi: tazama, nazidi kuumwa, nazidi kulegea, madawa yanayokunywa, huduma za afya zinaninyang'anya. Unasema niko salama, unasema nitapona. Siku moja ukija humu, utadhani wewe ni mti mbichi au mkavu. Unafikiri utatendewa vyema zaidi yangu? Kula kwangu ni mashaka kila siku. Uhuru wangu umekandamizwa chini ya nyayo za giza, na nyinyi mnaangalia tu. Machozi yangu yanamwagika kama mvua ya masika, lakini hakuna anayeona. Au mmelala? Waraka huu unaishia kwa kusema, mimi sijalala hadi sasa. Hii ni vita ya maisha na uhai wangu. Njooni muone ninayopitia. Sikieni majonzi yangu, enyi wana wa Tanzania. Kama bado mna moyo, kama bado mna damu inayowaka, simameni nami. Huu ni waraka ambao Sativa ameuchapisha kwenye ukurasa wake akisema kwamba ni waraka kutoka kwa Tundu Lissu, na kwamba Tundu Lissu ameandika wito huo. Lakini wasomaji wa ukurasa huu akiwemo Noeli Mzalendo anasema, tatizo viongozi walioko uraiani hawana ujasiri wa kuchukua hatua kama alivyo Tundu Lissu. Lissu ni wakili na mwanachama wa chama cha mawakili Tanganyika TLS. Wakina Boniface Anyisire Mwabukusi wapo kimya, huku wakili mwenzao wakipitia uonevu
huu mkubwa. John Heche ni makamu mwenyekiti na mwenyekiti yuko ndani, yeye na viongozi wengine wanashindwa kuchukua hatua hata ya kuitisha maandamano. Elias Florian anasema ikiwa ulishawahi kwenda jela hata kwa kesi ya kuku au kwa kesi yoyote ile, na uone ndugu jamaa wala rafiki kuja kutorea dhamana, utamwelewa sana mwamba nini anamaanisha. Ila Watanzania tuamkeni, tupaze sauti zetu, itasaidia. Ima Matemu anasema jamani wahusika, hichi ni kilio cha majonzi kinachoashiria nafsi kukata tamaa. Angalieni namna ya kumsaidia kuepuka laana akifia huko ndani. Prince Joseph anasema wasimamaje, wamwone aje, waandamane, wavamie magereza, wavamie mahakama. Watanzania wafanye nini? Wafanye kama wale wa Oktoba waliosema wanaenda kumtoa Ukonga wakafia barabarani? Wafanyaje? Semeni Watanzania wafanyaje? Wanachadema wafanyeje? Shuaman anasema tupo bize na vita vya Marekani na Iran, poleni sana mpaka vita kwanza iishe ndo tutarudi kwenye bongo movie zenu. Tanzania yetu anasema kuna UVCCM wanacheka kwa furaha baada ya kuona hii posti. Mimi sio nabii, lakini nina imani kubwa huyu jamaa atawaendea vibaya sana. Ali Yusuf anasema yupo hapo kwa uhaini wake mwenyewe, kila mtu anahukumiwa kwa kosa lake. Shalinta Kikumbi anasema Mungu ni mwema, mateso unayopitia mkabidhi Mungu tu aliye hai, ila wanaofanya wewe uteseke Mungu yu hai anawaandalia kikombe chao cha siki ya pili. Amen. Mwana wa Mungu atashinda. Never lose TAL. Jess Amanyisye anasema inasikitisha na kuhuzunisha sana hao binadamu wanaokutesa hivyo. Mungu wa Yakobo awalipie hapa hapa duniani. Na kuombea kwa Mungu sana mheshimiwa Tal. Ramson Walija anasema huo wito akauandike mama yako kwanza, alafu auandikie watoto wake wenye uraia wa USA, alafu ndio uje kwangu. Luthi Wandera anasema we are together in this. Clement Mwasenga anasema very sadness, ila Allah ni kila kitu, watakuja siku moja kukumbuka. Den John Kabungo anasema kama ushaenda hata Central Police kwa wiki moja tu utaelewa vizuri. So sad. Fadhili Ramadhan Sudi anasema kwani ilikuwaje mpaka ukafunguliwa kesi ya uhaini? Celestine Petro anasema naamini si yeye aliyeandika hivi. Onesmo Shaban anasema lolote litakalompata mheshimiwa Lissu, CCM mjiandae, kwani nyinyi ndio watesi wake. Mwasile Simon Mwasile anasema nauma zaidi ya kuuma mno. No comment. Juma Alani Mbunge anasema ipo siku. Sendui Marembeku Malembuki anasema Mungu mtazame Lissu. Amani Musa anasema tupo pamoja mzee, hatujalala. CNDA anasema Human Rights Watch, can't you hear the cry of Honorable Tundu Lissu from the world of cell justice 48 Mkindo Forogo anasema free Tundu Lissu. Mariam Peter anasema Lissu tupo. Adam Emmanuel anasema ise. Leima Sleman anasema Sativa, ukawaambie wenzako kwamba mwisho wa sinema za maandishi ni wiki ijayo. Kawaambie viongozi wa Chadema wa Tanzania wanahitaji kauli ya kujilipua, hawataki maandishi tena. Tundu Lissu anahitaji kukombolewa, atakuwa mwongo atakayesimama akatuambia mahakama itatetea haki au uhai wa Tundu Lissu. Wanaomshikilia Tundu Lissu wana kesi kubwa,
hawako huru, hawana amani. Kaeni mkabariane na muone ni jinsi gani tutajilipua. Laimani huyo. Mume wangu anasema hii ni vita ya hatima. Na mwingine huyu anaitwa Benson D7 nasema maneno mzito kwa wenye akili na wanaojua ulimwengu. Hawana shaka sauti na mitetemo yako unaishi katika kushinda ni kwa wenye haki tu, sheria ya chanzo na matokeo. Man Last Born anasema ila duniani hakuna haki yaani ni kumtesa binadamu mwenzako ili hali wote mtakufa tu. Hayo ni baadhi ya maoni kutoka kwenye ukurasa wa Sativa baada ya andiko ambalo amesema kwamba limetoka kwa Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, akiandika kwamba Tundu Lissu anaandika wito.